Ndugu zangu wa Manyara na wa Simanjiro, leo ni mara yangu ya kwanza kuja hapa baada ya kuchaguliwa kuwa rais wenu. Nilipita hapa tukiwa na makamo wa rais kwenye miaka ya 2015, akaweka jiwe la msingi la barabara hii. Mimi nilikuwa wakati huo waziri wa ujenzi. Tulipokuwa tukiweka jiwe la msingi, wapo waliozungumza kwamba hii ni siasa. Walisema hii ni siasa, na ndiyo maana tumeweka mwaka 2015 wakati uchaguzi umekaribia. Kwa hiyo hii ni janja ya CCM, hii ni siasa, haiwezi ikajengwa barabara ya lami. Mwenye macho haambiwi tazama. Simanjiro oye! Barabara oye! Leo barabara ipo. Kwa hiyo napenda kwanza kuwashukuru sana wananchi wa Manyara, wananchi wa Simanjiro kwa kura nyingi mlizonipa nikawa rais wenu. Napenda niahidi kwenu, ndugu zangu wa Simanjiro na wa Manyara kwa ujumla na wa Tanzania kwa ujumla, mimi nitaendelea kuwa mtumishi wenu. Mimi nitaendelea kuwa mtumishi wenu. Mlinichagua kwa kura zenu bure, mliamua nikafanye kazi. Mmenipa jukumu hili kwa ajili ya kuwasaidia na kuwafanyia kazi wa Tanzania. Napenda niahidi kwenu, ninawashukuru sana kwa kura mlizonipa, lakini narudia kusema sitawaangusha, nitaendelea kuwa mtumishi mwema. Na nataka niwahakikishie ndugu zangu wa Manyara, ndugu zangu wa Simanjiro na wa Tanzania kwa ujumla, katika uongozi wangu sitawabagua wa Tanzania. Uwe CCM kwangu safi tu, uwe Chadema kama alivyo Maria, mimi kwangu safi tu, uwe kafu kwangu mimi safi tu, uwe DC kama alivyo mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Mama Ana, kwangu mimi ni safi tu. Uwe huna chama, uwe una chama, kwangu mimi ni safi tu. Ninachotaka Watanzania ni maendeleo, na adui wetu mkubwa ni maendeleo, sio vyama. Na ndiyo maana narudia hapa, ndugu zangu, kuwaeleza Wasimanjiro, nitakuwa mtumishi wenu. Nitamtanguliza Mungu siku zote katika kazi zangu, ili shida za Watanzania ambazo tumekuwa nazo kwa kipindi kirefu tuweze kuzipunguza, ikiwezekana tuzimalize kabisa. Kwa hiyo ninawashukuru sana kwa kura zenu sana. Wa Chadema walinipa, wa CCM walinipa tena wote, na nina uhakika hata Maria alinipa. Simanjiro oye! Simanjiro oye! Kwa hiyo kufika kwangu leo kwenye umati mkubwa huu wa watu ambao umekuja kunipokea, nimefarijika sana. Nimefarijika sana, na nataka niwaahidi ndugu zangu, tuko pamoja. Napenda nichukue nafasi hii pia kuwashukuru sana Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi. Namshukuru sana Mheshimiwa Waziri na watendaji wake, Katibu Mkuu. Nawashukuru TANROADS wakiongozwa na Chief Executive. Nawashukuru makandarasi pamoja na consultant ambao wamefanikiwa kumaliza hii barabara. Kulingana na maelezo ya waziri pamoja na Chief Executive wa TANROADS, barabara hii yenye urefu wa kilomita 26 imejengwa kwa bilioni 32.5, kwa sababu consultant amelipwa bilioni 1.6 na contractor amelipwa bilioni 30.9. Ukijumlisha ni bilioni 32.5.
na fedha hizi zote 100% zimetolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatukutafuta mkopo, hatukufadhiliwa na yoyote, ni kodi za Watanzania. Kodi za Watanzania ndio zimejenga hili barabara. Kwa hiyo napenda kuchukua nafasi kuwapongeza wizara waliosimamia, lakini kuwapongeza sana Watanzania wote, na hasa Watanzania wanaolipa kodi, ambao wamekubali kulipa kodi kwa ajili ya maendeleo yao. Shukrani ziwaendee Watanzania wote waliopo Simanjiro, walioko Manyara, walioko Kilimanjaro, walioko Kigoma, walioko Mtwara, walioko Msoma, walioko Dodoma, walioko Tanzania yote, ambao wamekuwa wakilipa kodi, na matokeo ya kodi ni barabara hii. Hongereni sana, hongereni sana wana Simanjiro. Katika miradi ya barabara ambazo tumeamua kuzitengeneza, programu ya taifa ni barabara nyingi. Tumeanza na kipande hiki cha kilomita 26. Huwezi ukatengeneza barabara ikakomea hapa kabla haijafika makao makuu ya wilaya, na kabla haijafika makao makuu ya mkoa ambapo ni Babati. Nataka niwaahidi ndugu zangu viongozi wa Manyara, tumejipanga kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo iliahidi kutengeneza barabara, na ambayo ndiyo nilipita kuinadi. Na bahati nzuri wananchi wa Manyara na Watanzania kwa ujumla mkatuamini kutukabidhi madaraka. Ninawapongeza sana wananchi wa Manyara, mlichagua wabunge wengi sana wa CCM. Mumewaona wenyewe wanajitambulisha hapa. Lakini pia nawashukuru kwa kumchagua Miriam. Huyu ni mchapakazi. Ni mchapakazi kwa sababu amelelewa na CCM. Alikuwa umoja wa vijana. Kwa hiyo ukimwona sura yake unaweza ukafikiri ni Chadema, lakini moyo wake ni CCM. Simanjiro oye! Kwa hiyo nataka kuahidi ndugu zangu wana Simanjiro, tuko pamoja na ninyi katika kuleta maendeleo ya nchi yetu. Kuna changamoto nyingi ambazo zinalikabili taifa hili. Changamoto zipo zingine ambazo tumejileteleza sisi wenyewe. Ni kwa sababu tumeshindwa kusimamia rasilimali zetu. Nchi hii ni tajiri, na ninyi ndugu zangu wa Simanjiro ni mashahidi kwamba nchi hii ni tajiri. Historia ya dunia hii inazungumza wazi kwamba wananchi wa Simanjiro na Tanzania tulipendelewa na Mwenyezi Mungu, tukapewa madini ambayo hayako mahali popote duniani. Nenda Marekani, nenda Uingereza, nenda Urusi, nenda China, nenda wapi, hakuna madini yanayoitwa Tanzanite yanachimbwa. Yanachimbwa hapa Mererani. Lakini tujiulize sisi wote wa Tanzania na wana Mererani, haya madini yanatufaidia sisi? Mungu ametupa madini, lakini sisi tunapata shida. Na ndiyo maana nimefika hapa, kila mmoja ametoa shida. Wanasema maji hatuna, barabara hatuna, nini hakuna, lakini Tanzanite tunayo. Inatumikaje? Kwa nini tupewe Tanzanite tena nchi moja tu na eneo moja tu, wilaya ya Simanjiro,
lakini wananchi wake wawe na shida hivi. Tulimkosea nini Mungu? Hilo ndiyo somo langu la leo. Tanzania, matatizo yetu wala si vyama. Matatizo yetu ni kwa nini tunaibiwa. Tanzanite hii ingekuwa imepewa nchi nyingine, hapa pangekuwa ni kama Ulaya. Lakini inawezekana Mungu alifanya makosa akaweka Tanzanite kwa Watanzania. Lakini kama hajafanya makosa, tuanze kubadilika kuanzia leo. Kwa ripoti ya Tanzanite iliyoundwa na Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tanzanite inayotengenezwa hapa na kuchimbwa hapa haiwanufaishi hata wananchi wa hapa, lakini pia hainufaishi Tanzania. Tanzanite yote inayochimbwa hapa, serikali na Watanzania wanapata faida yake, nafikiri 5%. Zingine zote zinawapa faida watu wengine na nchi nyingine. Na ndiyo maana nasema tuna changamoto kubwa. Tanzanite yetu ingekuwa inatumika vizuri, tusingekuwa na tatizo la maji hapa. Tanzanite yetu ingekuwa inatumika vizuri na madini mengine, tusingekuwa na matatizo ya barabara. Tanzanite yetu ingekuwa inatumika vizuri, tusingekuwa na matatizo ya ambulance. Ambulance moja na imeshindwa kuinunua. Lakini hebu muangalie mamilioni mangapi wanachukua kutoka Tanzanite. Hata wachimbaji tu wenye Tanzanite hawana hata huruma ya kununua hata ambulance moja tu ya kubeba watu hao. Sasa ninawaomba Watanzania tusimame imara. Wakati tumeanza vita ya kupambana na mafisadi wa uchumi wetu, ni lazima tuende pamoja. Vita inapotokea, mbinu za mabeberu huwa ni kuwachonganisha wapiganaji. Mtaanza kujiuma wenyewe, mtaanza kusemana wenyewe ili wao wafanikishe malengo yao. Na ndiyo maana ninazungumza, ndugu zangu, maendeleo hayana chama. Inawezekana ninyi mkaanza kugombana hapa Simanjiro kwamba huyu ni mbunge wa Chadema, huyu mwenyekiti wa CCM, huyu wa chama gani. Mnachelewa. Adui wetu sio huyo. Adui wetu yuko pale amekaa, mmemwangalia. Mtang'ang'ania ya pembeni, mnasahau ya muhimu. Rasilimali hii ya Tanzanite ingekuwa inatumika vizuri, na hata viongozi wetu waliopewa mamlaka ya kusimamia hii wangekuwa wanasimamia vizuri, Watanzania wasingekuwa maskini. Kubwa linalofanyika, sisi viongozi tunaopewa mamlaka ya kusimamia haya tunakuwa sehemu ya mafisadi wa kuwaumiza Watanzania maskini. Tunasahau tulikotoka, tunasahau mahali tulipo, na tunasahau mahali tunapokwenda. Hii Tanzanite leo ipo, lakini haitakaa maisha yote. Siku moja itaisha, na itakapoisha tutaachiwa mashimo, sisi tutabaki maskini. Katika uongozi wangu
nimeamua kuiongoza hii vita. Na ndiyo maana siku zote nimekuwa nikizungumza, ndugu zangu, naomba mniombee. Naomba tusimame pamoja ili tukashinde hii vita kwa masilahi ya Watanzania, hasa Watanzania maskini. Leo nimekuja hapa, ninajua nimekuja kufungua barabara, nitaifungua, lakini nataka nizungumzie swala la Tanzanite. Tunafanya nini? Tanzanite hii ina eneo la kilomita za mraba 81.99. Kuna bloko ambazo zimegawanywa. Kuna bloko ambazo kutoka bloko A mpaka D ambazo zina ukubwa zaidi ya karibu kilomita za mraba 13 hadi 14. Zilizobaki ndizo bloko namba 1 mpaka 4 ambazo zenyewe production zake ni ndogo. Tanzanite hii hakuna sababu ya kumumunya maneno. Zinaibiwa sana. Ni shamba la bibi, nafikiri la mabibi waliokufa miaka mingi. Watu wanachukua kuliko hata shamba la bibi, na wamekuwa wakichukua. Kuna wawekezaji ambao wamekaa mle ndani, ambapo STAMICO wana 50%, serikali na wao 50%, lakini mali inasombwa. Sasa nimeamua na nataka nilizungumze hapa, lile eneo, ili kusudi tuzuie kwanza wizi. Eneo la Simanjiro la bloko kuanzia A mpaka bloko D, ambalo ndio lina mali nyingi za Tanzanite, ninaagiza Jeshi la Wananchi kupitia Suma JKT na wengine kusurvey. Wameshamaliza, waanze kulijenga ukuta eneo lote. Litajengwa ukuta eneo lote, na kazi hii ifanyike haraka. Watakapokuwa wanajenga ukuta, wataweka fence juu na wataweka kamera. Patakuwa na mlango mmoja ambapo patawekwa vifaa maalum. Nataka niwaeleze ukweli, ndugu zangu wa Simanjiro. Hata kama utameza Tanzanite itaonekana. Hata kama utaivaa kwenye kiatu ionekane, ili Tanzanite yote inayochimbwa hapo serikali ipate loyalty yake na mchimbaji naye akapate pesa yake. Na tunataka soko la Tanzanite liwe hapa Simanjiro, wala lisiwe Arusha. Ili wanunuzi wanaotoka Ulaya, wanaotoka Marekani, wanaotoka India waje wanunue hapa Simanjiro, kwa sababu njia ya kufika Simanjiro ni nyepesi. Akija na ndege yake, apaki kwenye uwanja wa KIA, achukue magari yake, barabara ni lami. Akija hapa, wananchi wa hapa watafanya biashara.
mwenye gesti atalaza wageni. Mmasai aliyechinja mbuzi watakula mbuzi ya hapa. Anayetaka nyama atanunua hapa. Ili bei ipande juu ya nyama na kadhalika, wananchi wapate utajiri wao wa mali waliopewa na Mungu. Sababu kubwa ya kuweka uzio ni kuhakikisha mali hii isiende ovyo ovyo. Haiwezekani mtu anachimba kula anapewa hela tena kidogo tu, halafu nakuta mali inakwenda kuuziwa nchi nyingine. Hii mali Mungu aliamua iwe Simanjiro. Kwa hiyo ninajua vyombo vya ulinzi vimenielewa, na kazi ya ujenzi ianze mara moja. La pili, ninafahamu palikuwa na hatua kadhaa ambazo zilikuwa zimeanza kuchukuliwa kwa wawekezaji kama njia ya kupata information vizuri. Na vipongeza vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa sasa hivi wale waliokuwa wanahusika katika kusaidia kutoa information hizi, muachie wale ambao ni muhimu, wakae na ile tume ya kujadili madini inayoongozwa na Profesa Kabudi, waipitie mkataba ule, waurekebishe, wasaini upya, ili percentage kubwa ya fedha zibaki hapa. Fedha hizo zitakapopatikana, tuanze mpango wa kuleta maji hapa Simanjiro haraka haraka, tuweze kutengeneza barabara na kuleta madawa na kutengeneza hospitali. Ndugu zangu wa Simanjiro, nimeona tuanze na hii hatua, na nina uhakika watu wa Tanzanite One na wawekezaji wengine watakaa na serikali katika kuhakikisha tunatengeneza mkataba ulio na faida kwa serikali. Hatuwezi tukawa na mikataba ya kinyonyaji halafu wananchi wanaendelea kusikitika, wanaendelea kulia, halafu wao wakaendelea kucheka kwa faida ya watu wanyonge. Nimesema hapana, ndani ya mamlaka yangu ni lazima tujipange vizuri. Kwa hiyo nataka kuahidi ndugu zangu, hili swala naona sasa linafikia mwisho wake. Tumechezewa vya kutoshwa. Lakini nataka niwaeleze, najua wapo walikuwepo watu wanafaidika na hii biashara. Biashara haijazuiliwa, lakini tunaitoa kwenye biashara ya magendo iwe biashara halali. Wamasai watani zangu wanapokwenda kuoa huwa wanaoa halali, wanatoa na ng'ombe. Nasema uongo? Sasa tunataka hii Tanzanite iwe halali, isiwe haramu. Ninyi wachimbaji wawe wachimbaji wadogo wadogo, chimbeni. Ukishapata mali yako ukiwa ndani ya uzio, nenda kwenye duka litakuwa hapo hapo, kauze vyovyote unavyotaka, wanunuzi waje hapo hapo. Wala usihangaike kwenda huko ukavamiwa na njiani. Fanya biashara yako, kafanye unavyotaka. Serikali itakuwa imejua kwamba Tanzanite kiasi fulani ilichimbwa Simanjiro. Serikali ilipata percentage yake kidogo, percentage kubwa inabaki kwa Watanzania. Lakini sasa hii biashara imekuwa unaondoka wewe umeficha, unampelekea mtu kule anakulalia, na kwa sababu huwezi ukaiuza mahali popote na bei yake huijui, yeye anakwenda kutengeneza mali. Kwa hiyo tunataka tujenge mazingira mazuri kwa Watanzania, na ninataka benki kuu BOT watengeneze mkakati
wa kuweza pia kushiriki katika ununuzi wa Tanzanite, kwa sababu Tanzanite huwezi ukadanganya kama ambavyo unaweza ukadanganya dhahabu. Dhahabu ukichukua lichuma lilio yero hivi unaliyeyusha, unaweza ukamdanganya mtu. Tanzanite ni vigumu. Nataka twende kwenye sayansi ya kileo kwa faida ya Watanzania wazalendo. Kwa hiyo nina uhakika tukisimamia vizuri madini yetu kama Tanzanite, tukasimamia vizuri madini yetu kama almasi, tukasimamia vizuri madini yetu kama dhahabu, copper, uranium, iron, coal, tuna madini kila mahali, lakini majamaa wamekuwa wakisomba tu, tunaendelea kubaki maskini. Manyara oye! Haitii uchungu ndugu zangu. Ninyi wa Simanjiro hamuumii? Hamsikitiki? Watu hata ambulance hamna. Ambulance nitawaletea mimi hapa. Nitakwenda kutafuta, nitawakatakata mahali, nitaileta ambulance. Nitawaletea. Lakini ninawaomba ndugu zangu, kuanzia viongozi, na bahati nzuri naibu waziri yuko hapa wa nishati na madini, mpaka wananchi wa kawaida, tusimamie hii rasilimali yetu. Kila mmoja awe askari. Rasilimali hii ikitumika vizuri, Tanzania tunawahitaji wawekezaji, lakini si wawekezaji wa kuja kutuibia. Kama patakuwa na mwekezaji ambaye anafikiri anakuja Tanzania kuwekeza kwa kisingizio, lakini ni kuja kutuibia, asije. Ameula wachuya, kwa sababu wakati huu hataiba, atalia. Na hili nalisema kwa uwazi, kwa sababu tumeamua kupambana kwa ajili ya vita ya uchumi, kwa ajili ya taifa letu. Tanzania ni tajiri mno, tajiri. Tumejaribu airport siku moja tu, tumeshika almasi zenye thamani ya madola zaidi ya 29.5. Dhahabu yenyewe ndio usiombe, ni uozo ovyo. Wametujengea element kwamba wao ndio wanacho, sisi hatuna. Kumbe sisi ndio tulionacho, wao hawana. Kile wanajifanya wafadhili. Tungejifadhili wenyewe kama tungetumia rasilimali zetu vizuri. Kwa hiyo niwaombe wa Tanzania na ndugu zangu viongozi, tusimamie rasilimali za wananchi. Wasimamizi wa STAMICO waliopo hapa, naibu waziri huko hapa, fuatilia. Kama wapo waliokuwa waovyo, watolewe mara moja. Ni lazima tujipange vizuri. Vyombo vya ulinzi, polisi, vyombo vya usalama, tuhakikishe Tanzanite haivushwi ovyo ovyo. Anayetoka awe mtu ameshalipa percentage zake, naye anaenda kwa salama anapotaka kwenda kuuza. Hata kama anataka kusafirisha Ulaya, apeleke na pewe na kibali kabisa, wewe peleka huko, akatajirika, akalete pesa, afanye anayotaka kuyafanya katika nchi yetu. Ninafahamu katika hatua ambazo tumeanza kuzichukua, wapo watu wa aina fulani wameanza kukimbia. Wengine hamtawaona kwa sababu wamekimbia, wameogopa, na wamekimbia kwa sababu walichokuwa wanakifanya ni cha ovyo. Kwa hiyo nataka kuhakikishia ndugu zangu wa Manyara na ndugu zangu wa Simanjiro, serikali iko pamoja na ninyi.
haitawatupa, iko pamoja na ninyi. Na mimi niwaombe ninyi ndugu zangu, tuendelee kushikamana kwa pamoja. Katika kipindi hiki tunahitaji mshikamano mkubwa. Na ndio maana nimesimama hapa, nimempongeza Maria, nimewapongeza wa CCM, kwa sababu Maria si adui wetu. Adui wetu ni wale wanaotuibia. Na wewe Maria, usiwaone CCM kama ni adui zako. Waone ni watu waliokulea wakakufikisha hapo mpaka ukapata ubunge. Kwa sababu tunachohitaji wa Tanzania ni maendeleo. Hii barabara imejengwa na CCM. Tulikuja hapa tukaweka jiwe la msingi. Mimi nilikuwa waziri wa ujenzi na mimi nilikuwa wa CCM, hata leo ni wa CCM. Nikamleta Dr. Bilali akaja hapa, nikavishwa na nguo za Kimasai zikanibariki, nikaenda nikawa rais. Barabara hii watapita Watanzania wote. Hata majizi wa Tanzanite wanapita humu kwenye hii barabara. Chadema wanapita humu, CCM wanapita humu. Tunagombania nini? Tunaumizana nini? Tushikamane ndugu zangu. Na niwaombe ndugu zangu wa Manyara na Simanjiro, tuitunze hii barabara. Tusianze kuchimba michanga kanda kando ya madaraja yaliyopo. Tusianze kumwaga mafuta juu ya barabara. Tusiendeshe spidi kubwa, badala ya barabara kututunza ianze sasa kutuumiza. Wanasema kitunze kidumu. Ninawaomba sana ndugu zangu wa Simanjiro na ndugu zangu wa Manyara, kuhusu swala la maji, naomba mniachie. Naomba mniachie. Lakini ninafahamu kuna mradi mkubwa wa bilioni 45 wa maji atakayotoka Ruvu kwenda kwenye makao makuu ya wilaya. Lakini kwenye eneo hili ambalo halina vyanzo vya maji, naomba mniachie. Mama zangu, naomba mniachie. Na baba zangu, naomba mniachie. Lakini kikubwa ninachokihitaji kutoka kwenu ni mshikamano na ushirikiano. Tuko kwenye vita kubwa ya kubadilisha hii nchi. Tumechezewa mno. Yale ninayoyaona kule ni maajabu mengi. Nilipoingia tu, mnafahamu palikuwa na wafanyakazi hewa zaidi ya 19,700. Wanalipwa mishahara wakati wananchi huku masikini wanakosa maji. Wanalipwa watu 19,725 ambao hawapo. Waliotengeneza haya mambo ni Watanzania, ni watoto wetu. Tumekuwa na watumishi ambao hawana vyeti. Anasema ana degree, kumbe hata darasa la kwanza hajaenda. 12,000 imebidi tuwatoe. Sasa hivi tunafanya ukaguzi wa mbolea, tumekuta kuna mbolea hewa zenye thamani ya zaidi ya shilingi 58 bilioni. Mtu alisema alipeleka mbolea, kumbe ni mbolea hewa. Tumekuta kuna wanafunzi hewa kuanzia darasa la kwanza mpaka sekondari 65,000. Tumekuta wanafunzi hewa chuo kikuu 8,500. Haya yote yalikuwa katika nchi inayoitwa Tanzania. Watu wanalalamika wafanyakazi mishahara kidogo, kumbe kuna mishahara yao wanagawanya na wafanyakazi hewa. Hii ndiyo imekuwa Tanzania.
watu wamekuwa hao wenye hewa walikuwa ni Watanzania. Kwa hiyo wale wakisimama hadharani na kusema hela zimepotea, sitawashangaa, kwa sababu hela hazikuwa zao, zilikuwa za Watanzania wanyonge. Kwa hiyo zimepotea. Na ni kweli Watanzania wa namna hiyo waliokuwa wamezoea kuwaibia Watanzania wanyonge, ngoja zipotee hizo pesa, ili pesa hizi tutakazokuwa zinapatikana tuwaongezee Watanzania wenye haki yao. Wanaofanya kazi waongezewe mishahara, huduma za maji zipatikane, mahospitali yapatikane, barabara zitengenezwe, kuliko watu waliokuwa wanafanya kufuru na pesa za Watanzania maskini. Mlinituma kwenda kufanya kazi. Nilipoyakuta haya sikunyamaza, na wala sitanyamaza. Nitalala nao mbele mpaka wakome kabisa wote walioko, kwa sababu Tanzania haikuumbwa kwa ajili ya mafisadi. Tanzania imeumbwa kwa ajili ya Watanzania wanyonge, watu wa chini huku ambao ni mabilioni ya Watanzania wanapata shida kwa sababu ya wachache wanaopata raha ya ajabu. Hao ndio mimi nalala nao mbele. Kwa hiyo msiwaunge mkono hao wanaolalamika, kwa sababu utamkuta mtu anafanya kazi. Siku za nyuma mishahara walikuwa wanapata mpaka mwezi unaopata. Siku hizi mishahara wanapata kwenye tarehe 21, 22, 25. Ndio ukweli. Lakini utakuta mtu analalamika maisha magumu. Mbona mshahara unaupata huo huo? Ujue palikuwa na namna. Sasa hiyo namna nimeifunga, ndio maana analalamika. Ukiona hiyo namna haipo na ukaona uwezo ukafanya kazi, ondoka. Wapo Watanzania wengi wanaotaka kufanya kazi. Tumejitahidi kuanza kuangalia masilahi ya wakulima na wafugaji. Wafugaji palikuwa na kodi za ajabu ajabu. Ukipeleka ng'ombe wako kwenye mnada, lazima ulipie kwato. Kwato ya ng'ombe nayo ilikuwa na kodi. Sasa utamvisha viatu ng'ombe kusudi asiwe na kwato? Haya yote kwa wafugaji tumeyafuta, na nawashukuru sana wabunge walifuta haya. Kwenye kilimo palikuwa na tozo zaidi ya 80. Ukibeba mahindi yako hapa unapeleka mahali fulani, lazima ulipe kodi. Tumesema hii hapana. Kwenye halmashauri palikuwepo na watu wanajipanga tu njiani na virisiti. Ukipita lipa kodi. Yeye amevaa viatu vizuri, hajui hata shida ya kulima. Tumesema hizi kodi hapana. Mtu atalipa kodi au ushuru wa mazao kama amepakia zaidi ya tani moja. Kagunia kamoja, magunia mawili, magunia 10, unampa alipe ushuru wa nini? Sinenda na wewe ukalime ukajue shida ya kulima. Tumesema hili hapana. Kwa hiyo niwaombe viongozi wa mikoa, wilayani, wakurugenzi, hayo ndiyo maagizo ya serikali. Msitoze ushuru kwa wakulima na wafugaji kwa vitu ambavyo ni vidogo. Na ndio maana nilienda mahali nikawaeleza, ndugu zangu wakulima, huu ndio wakati wa kufaidi na kilimo chako. Ukitaka kupeleka mazao yako Moshi au Arusha, usibebe zaidi ya tani 10, tani moja. Anza asubuhi, chukua tani moja. Ikija saa 4 tani moja. Saa 5 tani moja. Unapakia na ndugu zako wengine wanakuwa na magari ya tani moja tu umeyapanga. Mengine pakia kwenye punda, mengine pakia kwenye trekta. Utajikuta umefikisha mazao yako tani 200 bila kulipa. Wewe beba tani moja tu. Hiyo ndiyo njia ya kuwawezesha wakulima. Serikali ninayoiongoza iko kwa ajili
ya Watanzania, hasa Watanzania maskini. Na ndiyo maana ninawaomba sana ndugu zangu wa Simanjiro, mvua naona zimeanza sasa kuelekea mwendo wa kunyesha, tuzitumie katika kulima mazao yanayoweza kustawi hasa katika kipindi cha mvua chache. Simamieni maendeleo yenu. Hakuna mtu atakaye kuja kuwapa bure. Hizo huwa ni ahadi tu za wakati wa kampeni. Wakati wa kampeni kila mmoja atasema nitawaletea mahindi bure. Mlipowapo wamewaletea? Tutaleta hiki, nitafanya hiki. Wapo waliahidi nitatengeneza barabara mpaka huko. Yale huwa ni maneno ya kampeni. Mimi nawaeleza ukweli ndugu zangu kwamba tufanye kazi. Na ndiyo maana hata katika maandiko yanasema na asiyefanya kazi na asile. Asipokula maana yake afanyeje? Afe. Maneno haya hamtaki kuyasikia, lakini ndiyo ukweli. Na mimi nitaendelea kuambia ukweli ndugu zangu, kwa sababu mlinichagua kwa ajili ya ukweli. Serikali itasimamia masuala ya miundombinu. Miaka ya nyuma hapa Simanjiro hapakuwa na umeme. Nasema uongo? Umeme umeletwa. Lakini watasimama watu wengine watasema hakuna chochote kilichofanyika. Hapa Simanjiro hapakuwa hivi. Pamebadilika. Mabadiliko haya yameletwa na serikali mlioichagua pamoja na ninyi wenyewe. Tuendelee kushikamana. Yale yatakayoweza kufanywa na serikali nitayasimamia kwa kushirikiana na wenzangu kwa nguvu kubwa. Kwa ndugu zangu viongozi wengine, pamekuwa na kero nyingi ndogo ndogo kwa wananchi ambazo saa nyingine hatutaki kuzisimamia na kuzitatua. Unakuta mtu au mama mjane analalamika amedhulumiwa. Unakuta ardhi ya mtu amedhulumiwa. Dhuluma zingine ni za kawaida sana, zinaweza zikatatuliwa hata na katibu tarafa. Zingine zinaweza zikatatuliwa na mkuu wa wilaya. Zingine zinaweza zikatatuliwa na mkurugenzi wa wilaya. Zingine zinaweza zikatatuliwa na mkuu wa mkoa. Zingine zinaweza zikatatuliwa na mawaziri wanaohusika wa sekta hiyo. Lakini zingine zinaweza zikatatuliwa hata na mwenyekiti wa kijiji. Niwaombe viongozi wenzangu katika ngazi zote, kila mmoja akasimamie kutatua kero za maeneo yake. Kama wewe ni mkurugenzi wa wilaya, hakikisha kero za wananchi wako katika wilaya yako umezimaliza. Inasikitisha sana kila tunapofanya ziara unafika unaambiwa na kero yangu ya shamba, wakati mkuu wa mkoa yupo, waziri wa mashamba yupo, mkuu wa wilaya yupo, mkurugenzi yupo, katibu tarafa yupo, mtendaji wa kata yupo, diwani yupo. Niwaombe viongozi wenzangu, tuliomba nafasi hizi kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. Ni lazima tukabebe misalaba yetu ya kutatua matatizo ya wananchi. Unakuta labda hata saa nyingine wafugaji wana eneo lao, lakini unakuta wanafukuzwa. Ninaomba ndugu zangu viongozi, tukatatue haya matatizo. Hayo ndiyo tuliyoyaomba kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. Hapa nimesoma mabango mengi tu yenye kero mbalimbali. Nilikuwa nayaangalia hapa na watu wangu wameyachukua mengine. Nitawaomba viongozi, ukianzia mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, makatibu tarafa, mkakae katika maeneo yenu mkayatatue haya matatizo. Matatizo mengine yanacheleweshwa tu kwenye mabaraza ya ardhi, na saa nyingine kwenye mabaraza ya kata. Kasimamieni hizi kero za wananchi.
tukamtangulize Mungu katika kuwatumikia wananchi wetu. Manyara oye! Simanjiro oye! Ndugu zangu, si nimemaliza sasa? Bado mnataka niendelee? Manyara oye! Yale ambayo nilitakiwa kuyazungumza leo nimeyamaliza. Nipende kuwashukuru sana wananchi wa Manyara na wa Simanjiro. Niombe kuwashukuru sana wananchi wa Simanjiro na Manyara kwa ujumla. Niwashukuru viongozi. Nipende nishukuru sana chama changu. Kwa sasa hivi Mungu kwenye michakato ya kutafuta viongozi. Ninawaomba mkasimamie maadili ya chama chetu. Wale ambao watakaoomba nafasi hizo kwa kuhonga, msiwapitishe, kwa sababu hata sisi kwenye vikao vya juu hatutawapitisha. Mwachague watu waadilifu kwa ajili ya kukitengeneza chama chetu kizuri. Niwapongeze sana waheshimiwa wabunge wote kwa kazi nzuri wanayofanya katika mkoa wa Manyara. Zile ahadi zote ambazo nilizitoa mpaka za kule Mburu tutazishughulikia. Naomba muamini hilo, lakini tutazishughulikia kulingana na uwezo wa serikali, na ndiyo maana tunajaribu kubana kila mahali palipokuwa panavuja rasilimali za Watanzania ziweze kutumika vizuri kwa manufaa ya Watanzania. Nawapongeza Wizara ya Ujenzi, TANROADS na contractor Chiko pamoja na consultant kwa kumaliza mradi huu. Navipongeza vyombo vya ulinzi na usalama. Nawapongeza viongozi mbalimbali, ma-DC, wenye viti wa vyama na viongozi mbalimbali kwa ujumla wao kwa jinsi ambavyo wameendelea kusimamia rasilimali ya Watanzania. Mimi niko pamoja na ninyi, sitawaacha, lakini tusimame kwa pamoja katika kuhakikisha maendeleo ya kweli yanapatikana. Manyara oye! Ninawashukuru sana, na sasa niko tayari kwenda kufungua barabara ya Kia Mererani kwa kiwango cha lami. Asanteni. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Manyara, Mungu awabariki wote wa Tanzania. Asanteni sana.